Wimbi la siasa. Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Marekani na Iran zimeanza tena kushambuliana na kuzua wasiwasi duniani wa kuendelea kwa vita vilivyoanza mwezi Februari. Mashambulizi haya yamelenga kudhibiti eneo la bahari ya Hormuz, njia muhimu inayotumiwa na meli zinazosafirisha mafuta na gesi kuelekea maeneo mbalimbali duniani. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alidokeza kwamba haiamini tena Iran na viongozi wake, na kuongeza kwamba wanajeshi wa Marekani wataendelea kuzuia bandari za Iran huku mashambulizi yakiendelea. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. Tuna silaha tele, tuna idadi kubwa ambayo hatujawahi kuwa nazo kwa miaka, na tumewagonga vibaya na itaendelea ili tuone nini kitatokea. Tunaharibu uwezo wao wa kushambulia na tunadhibiti mlango wa bahari na tunarejesha vizuizi. Vizuizi si kwa kila mtu, bali kwa Iran. Kwa maeneo mengine, yoyote anayeshirikiana na Iran hawezi kupita. Watu wengine watapita. Kwa hiyo ni kizuizi kwao. Kizuizi kitachotumika kwa njia nyingi. Kinaweza kuwa kinafanya kazi kuliko kushambulia, lakini nadhani ni mchanganyiko na kinafanya kazi. Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump. Kwa upande wake, Iran inailaumu Marekani kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha vita. Imekuwa ikijibu mashambulizi ya Marekani kwa kulenga kambi zake za kijeshi katika nchi jirani kama za Bahrain, na inaendelea kusisitiza kwamba Iran ndiyo inayodhibiti eneo la bahari ya Hormuz. Ismail Baghei ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Hapana shaka kuwa mkataba wa maelewano umeingia katika hali muhimu sana. Ifahamike kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haijawahi kukiuka mkataba wa kusitisha vita. Kuanzia mwanzoni tumekuwa tukisema tuko tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo iwapo upande wa pili utakuwa tayari kufanya hivyo na kuheshimu mkataba huu kwa upande wake. Tumeonyesha hali kwa vitendo. Upande wa pili ndio uliovunja maelewano. Sisi hatukuhusika. Huyo ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghei. Lakini kwa nini Marekani na Iran zimeanza tena kushambuliana, na hii inamaanisha nini? Mimi ni Victor Abuso. Kutusaidia kuchambua kwa kina ni Eric Irungu. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia. Anaungana nasi akiwa jijini Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa wiki hii. Asante, nashukuru sana ndugu Abuso. Kwa tathmini yako, nini chanzo kikubwa cha kushuhudiwa tena kwa mashambulizi haya mapya kati ya Marekani na Iran? Chanzo kikubwa ni kule kukosa ule weledi katika nafasi ya kuweza kutekeleza mkataba wenyewe. Kwa sababu pindi tu mkataba ulipoweza kuafikiwa, haikumaanisha kwamba mkataba wenyewe utasitisha vita. Lazima mkataba wenyewe uweze kutekelezwa, na siku ambazo zimepita pia kumekuwa na baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza. Kumekuwa na semi tofauti ambazo zimetolewa na viongozi Marekani na pia Iran, na pia imekuwa ikionyesha kwamba kuna wasiwasi mkubwa sana katika kuhimili ule mkataba. Na sababu mojawapo ambayo pia inatajwa kwamba imesababisha kuanza tena kwa vita hivi ni kudhibiti eneo la bahari ya Hormuz. Marekani inadai kwamba Iran ilishambulia meli za mizigo zilizokuwa zinapita katika eneo hilo. Lakini pia Iran inasema kwamba Marekani inatumia nguvu kujaribu kudhibiti eneo hilo. Ni kwa nini eneo hili la bahari ni muhimu sana kwa hizi nchi mbili? Kwa sababu ni kipito kimoja cha meli ambazo zinabeba mizigo, na kwa hivyo ni kipito muhimu sana kwa biashara ya kidunia. Kwa hivyo utapata takriban 20% ya meli ambazo zinapita kule na shehena ambayo inaweza kubebwa na hizi meli ni muhimu sana. Kwa hivyo unapata ya kwamba kwa kimombo hizi zinaitwa choke points.
Na hizi choke points ni kumaanisha kwamba kwa sababu ni vipito muhimu, unapata pia ni nguzo muhimu katika nchi tofauti kuweza kujaribu kuweza kuzihimili na kuweza kuonyesha ubabe wake. Na mara kwa mara tumekuwa tukisikia kwamba Iran inasema eneo la Hormuz limefungwa. Marekani kwa upande mwingine inasisitiza kwamba liko wazi na inakataa Iran isitoze kodi yoyote kwa meli zinazopita pale. Hizi kauli mbili kutoka Tehran na Washington zinamaanisha nini? Hizi kauli mbili zinamaanisha kwamba kuna ule ubabe ambao unaweza kujionyesha, na kama nilivyosema, utapata kwamba nchi ya Iran kidogo inajaribu kuonyesha ubabe wake na kuonyesha kwamba Hormuz ni yetu na Hormuz iko hapa kwetu na maslahi yetu lazima yaweze kuzingatiwa. Marekani pia inajiangalia maslahi yake na kuangalia maslahi ambayo yanaambatana na mataifa ambayo ni mataifa ambayo yanaambatana au yanakumbatiana na sera za Marekani. Na kabla tujazungumzia athari ya kuanza tena kwa vita hivi, ni vita ambavyo vimeanza tena, unakumbuka baada ya karibu mwezi mmoja tu wa makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran, lakini pia wajumbe wa nchi zote mbili walikuwa wameshaanza kukutana kule Doha, sasa kuanza kuzungumza na kukubaliana kuhusu uwezekano kupatikana kwa mkataba wa kudumu. Sasa kuanza kwa vita hivi vipya kunaweka wapi hizi jitihada za kidiplomasia ambazo zilikuwa zimeshaanza kuonekana ili Iran na Marekani zipate mkataba wa kudumu? Kwanza kwa hivi vita kunaleta ugumu mkubwa sana wa kidiplomasia, kwa sababu kuna tofauti kubwa sana ya mataifa kuweza kufanya mazungumzo ambayo yanajaribu kuzingatia maafikiano ya kudumu wakati kuna vita, kwa sababu sasa unapata kuna ule uhasama ambao unaweza kukolea. Kwa hivyo mazungumzo kidogo yatakuwa yana ugumu wake, lakini wanadiplomasia wanaelewa vile haya mambo yanafaa kufanywa, kwa sababu utapata ya kwamba mazungumzo bado yataendelea. Lakini jambo muhimu la kutambua ni kwamba vita vinapoendelea, tunapoona uharibifu ambao unapatikana, na tutarajia athari gani za kisiasa, kiuchumi duniani baada ya kuanza tena kushuhudiwa kwa vita hivi? Athari ni nyingi na athari zingine tayari zishaanza kupatikana. Kiuchumi, mwanzo tumeshaona kwamba bei ya mafuta ambayo hajaweza kusafishwa imeweza kupanda kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo kama nilivyosema, unapata 20% ya meli ambazo zinapita kule, utapata nyingi pia zinabeba mafuta. Kwa hivyo kutakuwa na athari kwa bei ya mafuta, na hii itahakikisha kwamba kutakuwa na mfumuko wa bei katika nchi nyingi, na pia kuna uwezekano kutakuwa na ukosefu wa mafuta. Na ikumbukwe kwamba mafuta yanapoathirika, basi sekta zingine muhimu za uchumi pia zinaathirika. Kisiasa, mwanzo kutakuwa na hii sintofahamu kati ya viongozi wote wa Iran na pia viongozi wa Marekani. Kwa hivyo kutakuwa hakuna mwafaka. Na pia katika Iran ndani utapata ya kwamba kisiasa wananchi kidogo walikuwa wamefika mahali ambapo walikuwa wanaona kwamba sasa mapigo kidogo yameweza kusitishwa, na walikuwa wanaona kidogo usalama unakuja. Na pindi mashambulizi yanapoendelea, basi huenda kutakuwa na msukumo wa ndani kwa ndani kule nchi ya Iran. Lingine ni kwamba utapata kwamba kwa sababu ya mashambulizi ambayo Iran inafanya kuelekeza mataifa ambayo kidogo yana weledi ama yana uhusiano na Marekani kama Bahrain, Qatar, Kuwait na pia Saudi Arabia, utapata kwamba patakuwa na hizi tetesi. Kwa hivyo kisiasa, lile eneo litakuwa na matatizo mengi sana. Naam, kwa kweli muda wetu umeturuhusu kuwa na hayo tu wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana Eric Irungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa, diplomasia, ukiwa Nairobi, kwa kutusaidia kuelewa kinachoendelea baada ya Marekani na Iran kuanza kushambuliana tena mwezi huu wa Julai. Asante sana. Asante, nashukuru kwa fursa.
Asante sana msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala mengine ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.